Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Naikale, na ninamshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye unanifuatilia na kunisikiza mahali. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikukaribishe tena katika kipindi chetu cha maombi ya kurudisha vilivyoibiwa na adui. Maombi ya kurudisha vilivyoibiwa na adui. Na kabla tujaanza kipindi chetu, tufungue kwa maombi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako na lihimidiwe na litukuzwe milele yote, kwa sababu wewe ni Bwana. Tunakushukuru kwa kutupa fursa na uhai. Tunakushukuru kwa sababu ya neema na kibali ambacho umeendelea kutupa. Tunakushukuru kwa sababu ya kutusaidia tukaweza kuiona siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza na kunifuatilia mahali. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Baba, tunaalika uwepo wako na nguvu zako sasa za urejesho. Tunaomba Bwana, nguvu zako zikapate kutufunika, upako wa maombi ya kurudisha vile vilivyokuwa vimeibiwa na adui ukapate kuwa juu yetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa urejesho na utarudisha kila kilichokuwa kimeibiwa na adui kwenye maisha ya watoto wako na kila mmoja anayenisikiliza na kunifuatia mahali. Bwana, kwa kupitia maombi haya, Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba hivyo vitu vilivyokuwa vimeibiwa vikapate kurejeshwa kwenye maisha yake, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa, na tutapata nafasi ya kwenda kuomba, na nitatoa dondoo fupi. Nitakupa dondoo fupi kabla ya kupata nafasi ya kuomba. Nataka tukaangalie maombi ya kurudisha vilivyoibiwa na adui, na andiko la msingi ambalo tutasimamia katika maombi yetu linatoka kwenye kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, ule mlango wa 10 na mstari ule wa 10. Ukisoma kwenye Biblia ya King James inasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo kwenye Biblia hiyo anasema mwivi aji ila aibe. Lakini tukisoma kwenye Biblia ya Habari Njema, ameweka tafsiri nzuri kabisa zaidi, na nimependa tafsiri ya Biblia ya Habari Njema kuliko hii tafsiri ya kwanza niliyoisoma. Naomba nikusomee tafsiri ya Biblia ya Habari Njema. Anasema kwenye Yohana 10:10, anasema mwizi huja kwa shabaha ya kuiba. Nataka uone hiyo sentensi. Mwizi huja kwa shabaha ya kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja mpate kuwa na uhai, na uhai kamili. Mwizi huja kwa shabaha ya kuiba. Nataka uone hiyo sentensi. Mwizi huja kwa shabaha ya kuiba. Anayezungumziwa hapa, huyu mwizi anayezungumziwa, huyu adui anayezungumziwa hapa ni Shetani. Kwa hiyo nataka utambue kwamba adui yetu namba 1 ni Shetani. Usimwangalie mtu kama adui, nataka tumwangalie Shetani kama adui. Ukianza kumwangalia mtu kama adui, hutapata matokeo katika hichi ambacho tunaenda kukiomba. Lakini ukianza kumwona Shetani kama adui, utapata picha kamili ya kujua kwamba tunayepambana naye sio watu, tunapambana na adui ambaye ni nani? Ambaye ni Shetani. Kwa hiyo anapozungumzia hapa, anaposema kwamba mwizi huja kwa shabaha ya kuiba, kwa hiyo kuna vitu vinaweza kuibiwa hapa. Hii ni lugha ya kiroho, anazungumza kwamba adui anaweza kuja kuiba vitu katika ulimwengu wa roho. Kuna watu wameibiwa vitu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapozungumzia kuiba, maana yake ni nini? Nataka tuende na hii tafsiri, labda utanielewa. Kuiba maana yake ni nini? Kuiba maana yake ni kuchukua kitu cha mtu mwingine bila ruhusa yake. Kuiba ni kuchukua kitu cha mtu mwingine bila ruhusa ya kwake, na unaweza ukakichukua bila ruhusa yake, ukakichukua kwa ujanja, au naweza nikatumia neno hila, au kwa nguvu. Kwa hiyo mtu anaweza akaja akachukua kitu cha mtu mwingine kwa hila au kwa nguvu. Hiyo ndo tunatumia ni neno kuiba. Kwa hiyo adui anaweza kuja kuchukua hicho kitu kwa hila
au ndo tunatumia neno ujanja kwa Kiswahili cha kileo, tunatumia neno ujanja, au anaweza kuja kuchukua, au anaweza kuja kuiba, au anaweza kuja kuchukua kwa nguvu. Kwa hiyo adui anaweza kutumia nguvu fulani, demonic force power ya kuiba hicho kitu. Anaweza akatumia nguvu za kishetani au nguvu za kipepo kuiba hicho kitu ambacho ni cha kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Biblia inazungumzia kuhusu uwazi wa namna adui anavyoweza kuiba vitu kwenye maisha yetu. Ukisoma kile kitabu cha Isaya, nataka tuangalie kitabu cha Isaya ule mlango wa 42 na mstari ule wa 22. Labda nikitokea hapo kwenye hiyo tafsiri utapata picha kabla sijakuletea mtiririko wetu wa maombi. Isaya ule mlango wa 42 na mstari ule wa 22. Isaya 42:22, neno la Mungu linasema hivi: lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Nataka uone ile neno hapana asemaye rudisha. Lakini nataka tuangalie kwenye kile kipengele cha kwanza, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Nataka tuangalie hicho kipengele tu, ni watu walioibiwa. Kwa hiyo kiroho mtu anaweza kuibiwa. Na ni vitu gani ambavyo kiroho mtu anaweza kuibiwa? Mtu anaweza kuibiwa nyota, mtu anaweza kuibiwa akili zake, mtu anaweza kuibiwa nafsi yake, mtu anaweza kuibiwa nafasi ya kazi, mtu anaweza kuibiwa ndoa. Kuna siku moja nilikuwa namwombea dada mmoja, umri wake umeenda sana na alikuwa hajaolewa. Sasa wakati nafanya maombi na yeye, mapepo yakalipuka yakasema kwamba huyu tuliiba ndoa yake. Nikayauliza yale mapepo, mliyaibaibaje? Wakasema kwamba huyu rafiki yake alichukua viatu vyake, na baada ya kuchukua vile viatu akaenda akavifanyia mambo ya ushirikina. Kwa hiyo ni kama alibadilishwa, yani ni kama yule dada alibadilishiwa maisha, akawa rafiki yake anaishi maisha yake na yeye yule dada ambaye hajaolewa anaishi maisha ya rafiki yake. Kwa hiyo ghafla akajikuta yule dada ambaye ni rafiki yake akaolewa, akawa na maisha mazuri, ana kila kitu kizuri. Lakini ukiangalia zile spirit, yale mapepo yalikuwa anasema kwamba sisi tumeiba ndoa yake. Nikamuuliza, mmeiba kupitia nani? Rafiki yake. Mlichukua kupitia nini? Viatu. Na yule dada akaja akaniambia, kweli rafiki yangu alichukuaga viatu vyangu akaondoka navyo, na mimi nimemwachia sijui nini, na mimi naotaga mara nimechukua viatu vyangu sijui vinapotea, mara natembea pepo na vitu vingine vingi ambavyo yani ukivifuatilia nikagundua ni kweli yale maroho yalikuwa yanaongea. Unajua wakati shetani ni baba wa uongo, lakini kuna sana anaongeaga ukweli. Kwa hiyo nataka niwaambie wapendwa kwamba adui anaweza kuiba ndoa. Kuna watu wamekaa sasa hivi wa miaka inaenda, lakini kusema kweli ndoa zao zimeibiwa. Kile kibali cha ndoa kimechukuliwa, kuna mtu mwingine nakitumia. Kuna binti moja nilikuwa namwombea wa chuo, yale mapepo yakalipuka yakaanza kusema kwamba sisi hatutaki huyu binti aje kuwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa. Yuko chuo sasa hivi na ni mwaka wa mwisho, lakini piga picha, haya mapepo yalikuwa yanamzuia na anakuambia tumeiba nyota yake ya uongozi, hatutaki aje kuwa kiongozi baadaye. Kwa hiyo anaonekana atakuja kuwa kiongozi. Kwa hiyo nafasi yake ya kiongozi imeonekana katika ulimwengu wa roho mapema, na adui amechokifanya, ameiba ile nafasi, amechukua ile nafasi. Ile nafasi kuna mtu mwingine anaitumia. Kuna dada mmoja nilikutana naye kipindi fulani Arusha miaka ya nyuma. Yule dada alikuja kwangu akawa ananiambia, mimi nimefika umri wa kuolewa, hakuna hata kijana hata mmoja ananisemesha, lakini isitoshe yani nimekuwa nikiota ndoto za ajabu, naota ndoto za kifo, ndoto za mauti na vitu vingine vingi tu. Akawa amenieleza zeni. Baada hapo nikamwambia basi hakuna shida, ngoja tuombe, Mungu atakusaidia. Nilipoweka mkono juu yake tu, kabla hata sijaanza kuomba, niliposema tu Baba, katika jina la Yesu, yale mapepo yakalipuka. Yalipolipuka yale mapepo yakaanza kusema kwamba sisi tunatumia nyota yake,
tukasema kwamba nyota huyu binti ana nyota ya uongozi, na akasema kwamba kuna mkuu wa wilaya mmojawapo, na akasema kwamba baba yake aliwahi kumpeleka kwa mganga akiwa mdogo, na alipompeleka kwa mganga, yule mganga alipomwangalia yule binti akaona huyu binti ana nyota ya uongozi, kwa hiyo akaiba ile nyota. Unapoona kwenye mabango huko barabarani wanasema tunarudisha nyota zilizoibiwa, hivi vitu ni halisi, wala si utani. Yani wenyewe ndio wameiba, kwa hiyo hawezi kuambia eti wanarudisha. Yani shetani ni kibaka, shetani ni mwizi, shetani ni mkora, shetani ni jambazi. Kwa hiyo yeye ndio mwizi mkuu anayeibia watu vitu. Yeye ndio mwizi mkuu anayeweza kuiba ndoa za watu, anaweza kuiba mipango ya watu, anaweza kuiba akili za watu, anaweza kuiba nyota za watu, anaweza kuiba biashara. Biashara yako inaweza ikaibiwa. Mimi nataka nikwambie, unaweza ukawa na wazo zuri la biashara, unashangaa lile wazo linaibiwa na mtu mwingine anafanya kile kitu. Hujai kuona unawaza kufanya kitu, unawaza kufanya kitu na labda umeangalia hata frame kwa sababu hii frame nikipata naweza nikafungua biashara fulani. Yaani wakati umewaza lile wazo hivi, unaweza ukashangaa ndani ya wiki moja ile frame kuna mtu anaichukua ile frame, anafungua kitu kile kile ambacho ulikuwa unataka kufungua wewe. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma nilikuwa nataka kufungua biashara ya duka la dawa, na pale nilipokuwa nimetarget kufungua biashara ya duka la dawa, nataka nikwambie, nikapeleka kunaenda kuomba vibali, sijui halmashauri na vitu vingine hivyo hivyo. Yaani wakati nimepeleka lile wazo, kuna mtu kule halmashauri akaja pale pale ambapo mimi nilipokuwa nataka akachukua ile frame upande wa pili ya pale ambapo nilikuwa nataka mimi nataka kufungua hiyo biashara. Nataka nikwambia, alifungua ile biashara ya duka la dawa. Kwa hiyo mimi wakanizuia nisiweze kufungua ile biashara, wakaniambia maduka hayawezi kukaa karibu, sijui kuna utaratibu wa mita 100 na vitu vingine. Lakini ukiangalia aliyeanza kupeleka hilo wazo na aliyetaka kuanza kufanya hiyo biashara ilikuwa ni mimi. Kwa hiyo baadaye nikawa nimewaza sana, nikawa nimepata stress sana. Kipindi hicho nilistressika sana. Nikaomba Mungu akaniambia, nitakurudishia gharama ya vitu vyote ulivyonania, achana na hii biashara, lakini hii biashara imeingiliwa. Lakini nikafanya maombi. Roho wa Mungu akaniambia, ili wazo lako liliibiwa. Ulipopeleka hii idea, huyu mtu aliiba ili wazo. Kwa hiyo nilipofanya maombi, ile biashara ule mtu ilikuwa ngumu. Sikufanya maombi ya kuvuruga biashara yake. Nilimwambia Mungu, kila aliyekuwa ameiba wazo langu na sambaratisha hilo wazo lake, hilo wazo langu analolitumia kwake. Mwisho wa siku ile biashara ilimuia ngumu, akaiuza na akaja akamuuzia rafiki yangu. Yule rafiki yangu naye akanunua, akakaa hapo, mambo yakamuia magumu akaondoka. Kwa hiyo nataka nikwambie, adui anaweza kuiba hata wazo lako. Mimi niliwahi kuibiwa hilo wazo, nakwambia kabisa ukweli, niliwahi kuibiwa hilo wazo. Kwa hiyo adui anaweza kuiba vitu kwenye maisha yako. Adui anaweza kuiba fursa. Adui anaweza kuiba nafasi yako ya kazi. Kuna dada mmoja niliwahi kupata ushuhuda wake. Alikuwa ni mfanyakazi mzuri na walikuwa wanataka kumfanya kuwa manager. Lakini nachotaka kukwambia, yani moja ya marafiki zake walipojua, walienda kwenye mambo ya ushirikina, wakafanya ushirikina. Kwa hiyo yule dada akupewa ile nafasi. Moja ya marafiki zake wakapewa ile nafasi, wakawa mameneja kwenye ile kampuni. Lakini nataka nikwambie, nafasi ile iliibiwa. Kihalali ile nafasi ilikuwa nitakiwa iwe ya kwake, lakini kuna nguvu ziliingilia kati, kwa ujanja, kwa hila, zikaiba hiyo nafasi ya kazi. Kwa hiyo alitakiwa kuwa meneja, lakini nafasi yake iliibiwa. Kwa hiyo adui anaweza kuiba. Adui anaweza kuiba vitu kwenye maisha yako. Adui anaweza kuiba akili. Kuna kijana mmoja nilimwombea, wakasema kwamba waliiba akili zake kwa sababu ana akili sana. Na mwanzoni kule alikuwa na performance nzuri darasani, lakini mwisho wa siku kijana akaanza kuwa hovyo. Baada ya kuibiwa akili, alikuwa ni mtu ambaye ni Mkristo mzuri, anaomba, lakini akaanza kuwa mhovyo, akaanza kuvuta bangi. Yani akaanza kuishi maisha ambayo siyo ya kwake. Ni nini? Kuna kitu kiliibiwa kwenye maisha yake. Adui anaweza kuiba vitu kwenye maisha yako. Adui anaweza kukuibia fedha. Adui anaweza kukuibia nafasi. Adui anaweza kukuibia mahusiano. Mahusiano yako yanaweza kuibiwa na adui.
Kwani unafikiri kwamba hao wanaotekaga waume wa watu si ni adui shetani anawatumia watu? Unakuta watu wameenda kwa waganga au kwa washirikina, anateka mume wa mtu, anamchukua, anamuita sijui ndo sponsor wake, sijui ndo nani wake. Kwa jina la Yesu leo, haijalishi umeiba mume wa mtu, umeiba chochote kwenye maisha ya mtu, natangaza kwa jina la Yesu, hivyo vitu vitaenda kurejeshwa leo. Leo tunaenda kufanya maombi ya kurudisha kila kitu kilichoibiwa. Ukisoma kitabu cha Mithali ule mlango wa 6, anaeleza kwamba leo nataka tutumie hii Mithali 6 kama mashtaka kwenda mbele za Mungu kudai haki zetu. Kwenye Mithali 6 inasema kwamba mwizi akiiba ni kitu gani kinatakiwa kifanyike? Mwizi akiiba anatakiwa nini afanyiwe? Ngoja tuangalie kwenye Mithali ule mlango wa 6 na mstari ule wa 30 na mstari ule wa 31. Anasemaje? Anasema kwenye Mithali 6 mstari wa 30, anasema hivi: watu humdharau mwivi. Kwa hiyo unaona hii kauli anaitumia, watu wanamdharaugi mwizi akiiba ili kujishibisha iwapo anaona njaa, lakini akipatikana atalipa mara 7, atatoa mali yake yote na nyumba yake. Atatoa mali yake yote, akipatikana atalipa mara 7. Nataka leo tuende mbele za Mungu, kila kitu ambacho adui ameiba kwenye maisha yako akalipe mara 7. Kama ameiba amani yako akalipe mara 7. Kama ameiba ndoa yako akarudishe. Kama ameiba uchumi wako akaurudishe. Kama ameiba nafsi yako akairudishe. Nafsi ya mtu inaweza kuibiwa, inaweza ikatumika na mtu mwingine. Mtu anaweza akaiba nafsi yako na akaenda kuitumikisha. Kwa hiyo adui anaweza kuiba vitu, na mimi nataka tuende mbele za Mungu leo. Tunataka tuende mbele za Mungu. Sasa kabla hatujapata nafasi ya kwenda mbele za Bwana, nataka nitoe nafasi ya, kama hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, ni vizuri ukasali pamoja na sisi sala hii ukaokoka, ili tuweze kufanya haya maombi ya urejesho. Yamkini adui ameiba vitu vyako kwa sababu hauna mahusiano ya karibu na Mungu, au mahusiano yako na Mungu yalikuwa yamelegalega. Sasa leo nataka nitoe fursa hii ya kwamba njoo kwa Yesu, rudi kwa Yesu, tufanye maombi ya kurudisha vilivyoibiwa, na hivyo vitu vitarudi katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Kuanzia leo nimekukiri kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekukiri kwamba wewe ulikufa ukafufuka na sasa uko hai. Ninakukiri kwamba kuanzia leo wewe utakuwa mchungaji wa maisha yangu, nami nimemkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Nimekufuata wewe Yesu, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisaidie, uniokoe, unitetee siku zote za maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa, asante Yesu kwa kunifungua, na asante Yesu kwa kuniweka huru. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umeshaokoka. Nataka sasa tuende mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba sasa Mungu arejeshe kila kilichokuwa kimeibiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama kama kuhani wako nikiwa nimebeba damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba na kuomba rehema, ninaomba toba na kuomba msamaha. Ninatubu na kuachilia damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yangu na juu ya msikilizaji anayenisikiliza mahali. Bwana, tunasogea patakatifu pako kwa sababu neno lako linasema tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Na mimi nakuja patakatifu kama kuhani wako nikiwa nimebeba damu. Ninawaombea wale wote wanaonisikiliza na kunifuatilia mahali. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, ninasimama kwenye madhabahu yako nikiomba toba kwa ajili yao. Yamkini kuna mlango walifungua adui akapata nafasi ya kuiba. Yamkini kuna mlango walifungua adui akatumika kama kibaka, akaja akaiba, akaharibu na kuua. Baba, ninaomba toba, ninaomba rehema. Yamkini adui aliiba vitu, yamkini adui aliharibu. Kuanzia sasa, yamkini adui aliangamiza vitu kwenye maisha yao, aliangamiza biashara, aliangamiza mahusiano, aliiba mahusiano, aliharibu mahusiano. Mungu, katika jina la Yesu, sawa na neno lako katika Yohana 10:10 ulisema mwizi anakuja kwa ajili ya kuiba, kuharibu, kuchinja na kuharibu. Baba, ninasimama kwenye madhabahu yako sasa katika jina la Yesu. Ninatangaza kila kilichokuwa kimeibiwa kwenye maisha ya watoto wa Mungu sasa katika jina la Yesu. Ninaamrisha, natangaza urejesho. Ninaachilia upako wa urejesho katika ulimwengu wa roho. Ninatuma upako wa urejesho ukaende, sauti hii iende na upako wa urejesho mpaka pale wanaponisikiliza na kunifuatilia. Nguvu za Mungu zikapate kupita. Ninaamrisha hiyo ndoa iliyokuwa imeibiwa ikarejeshwe. Ninaamrisha huo uchumi uliokuwa umeibiwa ukarejeshwe. Ninaamrisha hicho kibali kilichoibiwa karejeshwe. Ninaamrisha hiyo huduma iliyokuwa imeibiwa karejeshwe
katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninarudisha kila kilichoibiwa, ninavunja nguvu za giza zilizokuwa zimeiba. Reke pasata parasovia mazamba baba bashka vezoya masata kavazonda baba diande rebosolo vezovia rapa korobosala vazanda la basiri vizovia. Huyo mume wa mtu aliyekuwa ameibiwa na arejeshwe. Huyo mke wa mtu aliyeibiwa, tunatangaza urejesho juu yake katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu wa urejesho. Tunavunja kila maroho yaliyokuwa yameiba, tunayasambaratisha kwa jina la Yesu, tunayapindua kwa damu ya Yesu Kristo, maana neno lako lasema ni watu walioibiwa, maana hapana asemaye rudisha. Na mimi natangaza katika jina la Yesu, shetani, rudisha kila ulichoiba, rudisha nafsi za watu, rudisha nyota za watu, rudisha kibali cha watu kwa jina la Yesu Kristo. Rudisha nafasi ya kazi ulioiba. Reke pasala vezonda babadia zamba baba bashka vezoya mesta kavazonda babadia ndele sola vezovia reke parasale vezanda na sola vezovia. Rudisha hilo wazo la biashara ulioiba, rudisha hizo fedha ulizoiba kwa jina la Yesu Kristo. Umeiba hizo fedha kwa mazingira, amepoteza fedha kwa mazingira kutatanisha. Wewe ni mwizi, wewe ni kibaka, na amrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, rudisha kila ulichokuwa umeiba katika ulimwengu wa roho, rudisha kila ulichokuwa umeiba katika ulimwengu wa mwili, maana Bwana neno lako linasema akipatikana mwizi ameiba atalipa mara 7, na mimi natangaza urejesho mara 7. Rekele vezonda babadia ndele bosolo vezovia zamba baba bashka vezoya moska paralasavia mazanda bosolo vezovia. Ile miaka iliyoliwa na parare na madumadu na tunutu itarejeshwa. Natangaza urejesho ile miaka, natangaza urejesho afya yako iliyokuwa imeibiwa. Mungu na akarejeshe afya yako kwa jina la Yesu Kristo. Afya yako ikarejeshwe, afya yako ikarejeshwe, afya yako ikarejeshwe kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Ninatangaza kila afya iliyokuwa imechukuliwa, afya yako iliyokuwa imechukuliwa irejeshwe, 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 irejeshwe kwa damu ya Yesu, irejeshwe kwa jina la Yesu, irejeshwe kwa damu ya Yesu, irejeshwe kwa jina la Yesu, irejeshwe kwa damu ya Yesu, irejeshwe kwa jina la Yesu. Reke parasavia mazamba baba bashka vezoya zamba baba yandere bosolo vezovia mazanda rabosia. Tunatangaza kurudisha, tunarudisha kila kilichoibiwa, tunavunja manguvu ya giza, tunavunja nyota zilizokuwa zimeibiwa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nyota yako iliyokuwa imeibiwa, ninatangaza kwa jina la Yesu, hiyo nyota inarejeshwa sasa, hiyo nyota inarejeshwa sasa. Hayo mapepo yanapiga kelele, yanakimbia na kuachia, yanakimbia na kuachia. Hiyo nyota ya huyo binti inaachiliwa, hiyo nyota ya uongozi inaachiliwa, hiyo nyota ya huduma inaachiliwa, hiyo nyota ya biashara inaachiliwa katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu unapita, moto wa Roho Mtakatifu unapita. Tunaachilia moto sio wa kawaida, natuma kimbunga cha moto kikasambaratishe kambi za adui, vibanda vya kichawi na vya kiganga, viungu vya kichawi vilivyokamata nyota lako, jina lako mahali popote lilipokuwa limekamatwa na kushikiliwa. Tunavunja hizo madhabahu karababa sovia mazande rebosotia relevezando kimonda maska perala savia mazanda rabasele vezovia ropo koseta bazanda babadiande rebosolo vezovia moroko parala savia mazamba bababashka yesa la vazanda rabasolo vezovia reke parala savia mazamba bababushka vezoya mose takarala wasevia mazanda rabasia ropo korosolo vezovia mazandu kimoda moko parala savia mazanda rabasele vezovia rapa korosolo vezonda rabasia rika rabasanta babakanda rabasia mose tavazanda kibababashoko rose takavazanda kimamuda mesia vazanda kibabayazia yanta babaria nderebo solo vezovia repekere solo vezonda rabasia masata kavazonda babaria rapa korosolo vezanda rabasavia moska paralasavia moska parala makapeazovia zambi bibibibibishka vezoya maseta kavazonda rabasolo vezovia rapa korobosanda rabasiri vezovia masata kavazanda rabakorobosolo vezovia karabasate pararasovia mazamba babababashka katika jina la Yesu Kristo. Harabashanta babadiande rebosia. Endelea kuomba mahali popote unaponisikiliza, endelea kuomba, usiache. Tangaza urejesho, rudisha kila kilichoibiwa, rudisha fahamu zako, rudisha fikra zako, rudisha kibali chako, rudisha uchumi wako, kila ambacho adui ameiba rudisha, 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 rudisha. Vinarudishwa, vinarudishwa. Uchumi wako unarudishwa, kibali chako kinarudishwa, mahusiano yaliyokuwa yameibiwa yanarudishwa, ndoa iliyokuwa imeibiwa inarudishwa. Maseka parasovia mazamba bababashka yande rebosolo vezovia rapa korosolo vezanda rabosia rika rabasanta babakanda rabosia manda rabakikiri yasira rika rabasanda rabosovia relelelelelele boskovezovia zesata kapapapapapapapapasa mose takavazanda rabosovia morororosovia mazamba bababashka yanda rabosiri vizanda rabosia rapa kokorosiri vikaperesovia moska paparasanda rabosia rakakekekekeke sovezanda zamba bababababa yanda rabosolo vezovia rakimaria sote prazuva relevizando babadia nderebo solo vezovia moseta kavazanda la bakoro solo vezovia katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Nguvu zako na upako wa Roho Mtakatifu Bwana ukapate kushuka kuanzia sasa. Tunatangaza urejesho, tunarudisha kila kilichoibiwa, maana neno lako nasema
watu hao ni watu walioibiwa, wala hapana asemaye rudisha. Nami nimesimama kwenye zamu yangu, natangaza kwa jina la Yesu, kila kilichokuwa kimeibiwa kwa hiyo yoyote anayenisikiliza na kunifuatilia, narudisha kwa jina la Yesu. Narudisha hiyo elimu, narudisha hiyo nafsi, narudisha hiyo nyota, narudisha hicho kibali, narudisha kibali chako, narudisha nafasi yako ya kazi, narudisha kila kilichokuwa kimeibiwa, narudisha afya yako iliyokuwa imeibiwa na shetani. Mesate kaparala sovia mazamba bababanda. Narudisha nafasi yako ya kazi kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Relevezanda babadia nderebo solo vezovia masata kavazonda babadia moroko paralasavia mazamba babababaska yanderebo solo vezonda raka paralasovia mazambi andorobo sovia mosate kaparalasavia mosata vazanda babadia mosata vazoria masalia relevezando kibabashoko relevezanda babadia nderebo sovia mosata kavazonda babadia mereke perere sovia mazamba babababashka yanderebo solo vezonda rabasia rapa korobo salavazanda masia paralasovia magababoshka vezoya mesata kavazonda kababadia mesata kavazama miando robo solo vezovia mes prasovia mazamba babababashka vezoya rapa korobo salavazanda rikarabasanto babakanda robosovia ropo kokorobo sikiria sira rikarabasavia mahanda rele vezovia mazamba babababashka yanda raba korobo kosira rikarabasanda robosolo vezovia rolo vozovia mazamba babababashka vezoya masata kavazonda rabaselevezovia mara lavazavia mazamba babababashka vezoya. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu natangaza kurudisha, natangaza achia, pigwa shambaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Shetani uliokuwa umekamata achia. Moto wa Mungu unapita kama kimbunga, unapita. Hiyo madhabahu inapasuka haraka. Hizo nguvu za giza zilizokuwa zimekukamata mateka, hizo nguvu za giza zilizokuwa zimeiba vitu kwenye maisha yako, vinaachilia sasa, vinaachiliwa. Ndoa yako inaachiliwa, mahusiano yako yanaachiliwa, uchumi wako inaachiliwa, nafasi yako ya kazi inaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Vinaachiliwa sasa, vinaachiliwa sasa, vinaachiliwa sasa, vinaachiliwa sasa, vinaachiliwa sasa, vinaachiliwa sasa, vinaachiliwa sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Reke parasovia moska paralamaviaza vizando babadia nderebosovia rele vizando kibabashoko maseta perelesovia mazamba babababashka yes alavazanda rabakorobosolevezovia moroko parasata paralasavia mazamba babababashka barakaseta vazonda babadia nderebosia. Amani yako iliyokuwa imeibiwa narudishwa. Adui aliyekuwa ameiba amani yako narudisha amani yako, narudisha furaha yako iliyokuwa imeibiwa katika jina la Yesu Kristo. Maana neno la Bwana linasema uturejeshe furaha ya wokovu. Mungu, katika jina la Yesu, kila kilichokuwa kimeibiwa, furaha ya wokovu iliyokuwa imechukuliwa na adui, natangaza kwa jina la Yesu irudishwe kuanzia sasa, irudishwe kuanzia sasa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Fedha zote zilizoibiwa, uchumi wako uliokuwa umeibiwa, natangaza kurejesho, natangaza urejesho kwenye eneo la uchumi. Manguvu ya giza yaliyokuwa yameshikilia maisha yako, natangaza ya kuachilie sasa kwa jina la Yesu Kristo. Vitu vyote vilivyokuwa vimeibiwa, natangaza vikarejeshwe, natangaza urejesho, natangaza urejesho, natangaza urejesho kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Akili zilizokuwa zimeibiwa, fahamu zilizokuwa zimeibiwa, masomo yaliyokuwa yameibiwa, elimu iliyokuwa imeibiwa, hiyo elimu inarudishwa, hiyo elimu inarudishwa, hiyo elimu inarudishwa, huo uchumi unarudishwa, hiyo ndoa inarudishwa. Hayo mapepo yanamwachilia huyo binti yaliyokuwa ameiba nyota yake ya ndoa, yanaachilia. Zalavazada handa rabasolovezovia rapa korosolovezanda rabasivi mazavia mazamba babababashka vezoya moseta paralasavia mazando merike perelesovia mazamba babababashka yende rebosolovezovia mazando robosolovezovia moko paralasavia magababababashka vezoya mesa lavazanda rabakorobosolovezovia relevezanda rabakorobosanta babakanda rabosolovezovia mosate paralasavia mazamba babababashka. Katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, nimetangaza urejesho, nimetangaza urejesho, nimetangaza urejesho, nimetangaza urejesho, nimetangaza urejesho. Narudisha kila kilichoibiwa, narudisha kuanzia sasa. Natangaza spidi ya urejesho, natangaza spidi ya urejesho. Bwana, wewe ni Bwana wa urejesho, naomba ukarudishe sasa. Rudisha kila kilichokuwa kimechukuliwa, rudisha kila kilichokuwa kimeibiwa, rudisha kila kilichokuwa kimechukuliwa, rudisha kwa watoto wako. Yeyote anayenisikiliza Bwana na kunifuatilia sasa mahali, ninaituma nguvu ya urejesho juu yake. Nguvu za Mungu kama umeme zipite ndani yake sasa, zirejeshe
zirejeshe. Ninatuma nguvu ya Bwana kama sumaku, irudishe vile vitu vyote vilivyoibiwa, vinaswe na kurudishwa, vinaswe na kurudishwa, vinaswe na kurejeshwa, vinaswe na kurejeshwa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ndio vinarejeshwa, ndio vinarejeshwa, ndio vinarejeshwa. Uchumi unarejeshwa, huduma inarejeshwa, kipawa kinarejeshwa, karama inarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Karama iliyokuwa imeibiwa, huduma ya uimbaji, huduma ya ualimu, huduma iliyokuwa imeibiwa inarejeshwa kwa jina la Yesu, inarejeshwa kwa damu ya Yesu, inarejeshwa kwa jina la Yesu, inarejeshwa kwa damu ya Yesu, inarejeshwa kwa jina la Yesu, inarejeshwa kwa damu ya Yesu. Zamba baba zovezonda zambi andorobo solovezovia relevezanda kibashoku masia perelosovia mazambi bibibibiska yanderebo solovezovia meska paralasavia mesa vezonda vezovezonda zamba baba yanderebo solovezovia mesa taka paralasovia magababa boshka vezoya mese tavazonda raba solovezovia. Natangaza kurudisha, natangaza kurudisha, natangaza kurudisha, natangaza kurudisha, natangaza kurudisha. Tunarudisha kila kilichoibiwa, tunarudisha vilivyoibiwa, tunarudisha nyota iliyoibiwa, tunarudisha kipawa kilichoibiwa, tunarudisha karama iliyoibiwa, tunarudisha uchumi ulioibiwa, tunarudisha nafasi ya kazi iliyoibiwa katika jina la Yesu. Tunarudisha kuanzia sasa, tunavidai hivyo vitu, maana neno la Bwana linasema akipatikana mwizi ameiba atalipa mara 7. Nami natangaza urejesho mara 7, urejesho mara 7, urejesho wa kibali chako mara 7, urejesho wa nyota yako mara 7, urejesho wa karama yako mara 7, urejesho wa huduma yako mara 7 katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Mesvia vazavia mazavia zamba baba shera vezolo vezovia rali vizando kibaba shoku zamzamba katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Mungu liye hai, asante kwa kurejesha. Pokea sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka. Asante kwa sababu umerudisha kila kilichoibiwa. Asante kwa sababu umerudisha kwa watoto wako. Baba, ninakushukuru kwa sababu watoto wako watatoa shuhuda juu ya vitu ambavyo vimerudishwa. Afya iliyokuwa imechukuliwa imerudishwa, uchumi uliokuwa umeibiwa umerudishwa, mahusiano yaliyokuwa yameibiwa yamerudishwa, huduma na karama zilizokuwa zimeibiwa vimerudishwa katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya ukuna nguvu zako na upako wako ambayo Bwana umeuachilia. Pokea sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka zina wewe Mungu wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Na watu wote tuseme amina huko ulipo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu ambaye ametusaidia mpaka tumefikia tamati ya kipindi chetu, na kabla sija kuaga nataka nikapate nafasi ya kuomba kwa ajili ya sadaka yako. Ni vizuri ukaachilia sadaka yako ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru kwamba umerejesha kupitia maombi haya. Ninaamini kwamba umerejesha, kwa sababu imani ni kuwa na uhakika. Kwa hiyo fanya kitendo cha imani, achilia sadaka yako ya shukrani mbele za Bwana na kumwambia Mungu, nimerudisha. Kwa hiyo kama una sadaka yako, usiache kutoa sadaka yako. Ni muhimu kwa ajili pia ya kipindi hichi, kusapoti kipindi hichi ili kiweze kuendelea mbele. Lakini pia sadaka yako, kama hauna sadaka, siamini kama hauna sadaka. Kama hauna sadaka, usiache kulike hii channel, usiache kusubscribe kama hujasubscribe, na kushare kwa watu angalau 10 hata 20. Toa sadaka yako, mwambie Mungu, mimi na share hii link hata kwa watu 20 au 30 ambao ni marafiki zangu, ambao najua wanampenda Mungu, najua wanaomba, na share link kwao. Kwa hiyo share hiyo link kwao, wahimize wa subscribe, wahimize wa like, wahimize pia na wenyewe wa share kwa watu wengine. Hiyo itakuwa ni sadaka yako pia kubwa mbele za Mungu. Na mimi nataka nikaombe kwa ajili ya hiyo sadaka na kutamka baraka. Mungu liye hai, asante kwa sababu ya kila mmoja, Bwana, ambaye umempa nafasi ya kuja mbele zako kukushukuru kwa sababu ya kwamba wewe ni Mungu wa urejesho. Umerudisha vile vilivyokuwa vimeibiwa katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Pokea maombi na sadaka za watoto wako ambazo Bwana wameziambatanisha mbele zako. Maana Kornelio aliomba na kutoa sadaka daima. Mungu ukasema umesikia sala zake na maombi yake. Bwana amekuwa ukumbusho mbele zako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Baba yetu wa mbinguni ukietie mahali pasiri, pokea sadaka za watoto wako. Pokea hata sadaka za wale wanaoshare hii linki. Pokea hata sadaka yule anayesubscribe na kushare. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, anaitoa kama sadaka. Mungu, ipokee hiyo sadaka na uikubali. Umbariki Mungu Mwenyezi, na yule ambaye ametoa sadaka yake ya fedha, Mungu umbariki na usimpungukie pale alipotoa. Bwana, ukamzidishie maradufu katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Na Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda, awangazie nuru za uso wake na kuwafadhili, awinulie uso wake na kuwapa amani. Tangu sasa nimetangaza, Mungu arudishe mara 7 ya vile vitu vyote ambavyo vilikuwa vimechukuliwa kwenye maisha yenu. Na kuanzia sasa, kuanzia leo, nimetangaza kwa neno la Bwana, nimetangaza kwa neno la kinabii, vitu vyako vyote vilivyokuwa vimeibiwa vimerejeshwa katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Basi Mungu akubariki tena.
na kukutunza. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Nikutakie baraka za Mungu. Asante.